kwa mechi ya kesho, kama zilivyo mechi zote za ligi kuu, tutakwenda na heshima. Hatuichukulii poa Geita kwa sababu imetoka kufungwa na Namungo. Hatuichukulii kiwepesi kwa sababu Geita imetoka kupanda ligi kuu, ndo first time wanacheza Premier League. Wale ni wapinzani wetu katika mchezo wa kesho. Coaches wetu wanajua hii ni mechi ya ligi kuu. Hakuna dharau, hakuna dharau. Wana coach mzoefu, ameshakuwa mpaka coach wa national team yetu. Wamesajili wachezaji wazuri, itakuwa mechi nzuri yenye ushindani. Sisi tunachotaka ni kwenda kupata points 3, na wao wanakuja kutafuta points 3. Kwa hiyo coach wetu atakuja na mbinu ambazo zitatufanya sisi tushinde bila kudharau. Twende kudharau timu hapo. Kuna kudharau. Na tuna ratiba kidogo kwa mwezi Oktoba, haiko tight sana, ingawa hizi back to back ya kutoka Kagera na kucheza kesho inafanya iwe tight. Lakini baada ya mechi ya kesho tunacheza tarehe 19. Tutakuwa na break ya national team. Tarehe 19 na KMC Songea. Alafu tunacheza tarehe 30 na Azam. Tunazipigia hesabu tumalize Oktoba tuna points 12. Utapataje points 12 kama uwezi kupata 3 za kesho uweze kufanya uwe na 6? Wachezaji wetu tunawaambia, tunawakumbusha umuhimu wa wao kuifanyia kazi na kuitumikia jezi ya Yanga. Muhimu wa shabiki wetu waje kutunga mkono. Tulikuwa tunajaribu kuwasiliana na watu wa bodi ya ligi tuone kuhusu viingilio. Wametuambia kwa sababu wao ndio ni ligi yao, viingilio ni shilingi 5,000 kwa mzunguko, 10,000 VIP B na 15,000, si ndio 15,000 VIP A. Lakini nadhani mpaka by saa 12 11 tunataka tu hype hizi mechi zetu, hususan ambazo sisi ni wenyeji. Kwa hiyo tunajaribu kuongea na baadhi ya wasanii. Mechi ya ligi sasa hivi ni lazima iwe kama Europe au South Africa au nchi ambazo zimeendelea. Ukenda mpirani ujihisi sio tu, kuna mwingine anafata burudani ndio unamuingiza kwenye mpira. Kuna mwingine kuna vitu vyake anavifuata unamuingiza kwenye mpira. Kwa najaribu kuongea na wenzetu wa bodi na TFF na sisi wenyewe tuone sasa katika mechi zetu kuna haja ya kuwa na, kwa mfano mechi inaanza saa 1 usiku. Kwa nini usimweke mshabiki pale kutoka saa 9 mchana? Ukampa entertainment fulani hivi. Muziki si nani. Nani anajua kama mimi msanii mkubwa sana kama ningeamua sasa hivi Diamond si nani wote hawaniwezi. Labda kwa nini mimi nisende kuimba mwenyewe na vitu kama hivyo. Unaweka pale burudani, unaweka mambo ya sarakasi. Ndio mechi zote. Huko kote wenzetu tunavyofanya hivyo. Mpirani ni sehemu ya starehe. Unaweka vinywaji nje, kuna kuwa na vyakula yanauzwa, yani nje kuna michezo ya watoto. That's it. Kwa tunakusudia tuone baadaye ndani jioni kakaangu Hassan atawaambia kama kwa tumeshamalizana na mipango ambayo tunakusudia kuifanya kwa kuelekea mechi ya kesho. Lakini hata kama itakuwa kwa mechi ya kesho haitakuwa, tunakusudia sasa mechi zijazo hususan ambazo sisi ni wenyeji, tusiishie watu kwa burudani ya mpira tu. Sende tu kumwangalia Feitoto. Akawe Feitoto naye anaudhi. Baule Munguja anakera. Ujue Feitoto unaweza kukaa hivi kumwangalia. Juzi nilikuwa nimekaa nimeirudia ile mechi na Makoro. Nimemwangalia yule Feitoto. Akasema hivi, si Tanzania tumerogwa. Hivi ni si mnaangalia ligi ya Uingereza? Au muangalie? Ni muangalie ligi za Ulaya kule. Hivi kweli unaamini Feitoto ile timu kwa mfano kama Leicester wavunja kuni wale sijui Middlesbrough zile ya Chelsea zile? Kweli? Lazima sasa kama taifa tuanze kufikiria mbali sana.
Juzi nilikuwa naangalia Villarreal na Manchester. Wale Villarreal nzima hawana midfield kafa itoto. Hawana. Sisi tumerogwa nani? Sio unaguna nini? Unaguna kwenye press yangu mimi? Umerogwa? Zuzu. Unaguna kwani nangopa mimi? Feitoto ni balaa. Lakini hatutaki kukubali kwa sababu anacheza Tanzania. Mbwana alivyokuwa kucheza hapa Mbagala Market, ungemboa huyu baada ya miaka 5 6 anakwenda kwa top star wa Mazembe kwenye local league ya Afrika, au baada ya miaka kadhaa anakwenda kucheza Aston Villa, ungebisha. Take my word. Mimi najua mpira, sizungumzi mpira kama nauzungumza tu kama vile umetoka kwenye naujua. Fei na wachezaji wengi wa Tanzania wanayo quality fulani ya kucheza Euro. Ni kukosa tu misingi na ile utayari. Unajua kucheza nayo Ulaya inahitaji uwe na roho mbaya kidogo, ujasiri, uvumilivu. Lakini juzi kwa angalia Real, nimeangalia katini, wanagongana ili wote wavunja kuni. Fei avunje kuni. Kaenda katingisha kawe. Waulizi wale makolo walirudi nyuma, kuna wakati wakanampisha mwanamume anatembea namna hiyo. Haya, niwaombe Wanayanga wenzangu, hizi nimeweka chombeza tu, twendeni kesho tukashangilie timu yetu. Sisi tumeongoza msimu uliopita wa ligi kuu kwa kuingiza washabiki wengi, lakini pia msimu wa 2017-18 na msimu wa 2017-18 mimi nilikuwa moto kweli kule ukoloni, lakini hao waliongoza kwa sababu hawa wana watu. Sisi kule tulikuwa na maneno yakiongozwa na mimi mwenyewe, lakini nyinyi always Yanga wana watu. Imagine timu hii haijashinda ubingwa guys, miaka 4, inawezaje kuongoza kwa mapato? Inawezaje kuongoza kwa idadi ya washabiki kama sio wana watu? Kwa hiyo mimi naomba Yanga, mimi nimerudi nyumbani, msije tena mkaniangusha, kwa sababu kuna watu wamekaa na waitu wanasubiri jambo liteleze tu la Yanga ni vamiemie. Yaani hapa kuna watu wamekaa na waitu wala hawataka sasa hivi wala angalia Yanga kufa vibaya, wanachoangalia Haji. Sasa nyie wana Yanga ndio wakunivika mie, wakunifunika mie. Twendeni uwanjani, tuna points 3. Kaja Kolo kelele, tunataka nini tena? Tunataka nini zaidi ya kwenda uwanjani? Twendeni. Na baada ya kesho ndio mechi ya kwanza ya Dar es Salaam ya ligi, alafu iko saa nzuri, saa 1. Naombeni wana Yanga, support yenu ile inaleta amsha. Na mimi siku hizi nimekusudia mechi za Yanga Dar es Salaam, sikai VIP kule, naenda baadaye dakika 10 na vizia kuna sambusa za bure. Naenda kula sambusa za bure, lakini mimi nakaa na washabiki. Pale VIP B pale ndio eneo langu ninalokaa na washabiki wa Yanga, tunashangilia, tunaanikiza. Mechi na Simba na Yanga nilikaa pale, na kesho nitakaa pale. Naomba muendelee kutusupport, msupport mpira wenu. Pale ambapo mnaona tuna deserve kukosolewa kistaarabu. Unajua binadamu, mtu akikosea ukimkosoa kistaarabu anaelewa, lakini ukimkosoa kwa maana ya kutaka kujionyesha wewe unajua zaidi na kutaka kumdhalilisha, hamna mtu atakayekubali. Endeleeni kutukosoa na kalamu na midomo, lakini pale tunapofanya vizuri mseme. Pale tunapofanya vizuri mseme. Maki kuna watu hawajawahi kusema jambo positive la Yanga. Hawezi andiki chochote kuhusu positive chana. Juzi nilikuwa naona kuna mchezaji anasema, mchezaji wetu mmoja
kaonyesha alama ya kidole kwa mchezaji wa timu pinzani, sijui kwa refa au kwa mchezaji, na anaiomba mamlaka zimfungie yule mchezaji. Kosa la mauaji lazima liwe na muuaji na aliyeuliwa. Kosa la wizi lazima liwe na aliyeiba na aliyeibiwa. Unatafuta kiklip cha ujanja, unasema alikuwa anamuonyesha mchezaji mwingine kidole au kocha au refa. Huyo mchezaji yuko wapi? Huyo refa yuko wapi? Hakuna kosa ambalo unalisema tu kwamba kama alikuwa anakuna. Kwa mfano mimi watu wote mnaonijua, nakwambeni kweli, mimi kwa mfano, mimi kama ukinichunguza, hii ni pozi yangu toka udogo wangu, nitashika hivi au nikivurugwa kabisa na yes. Kuna mtu mwingine, binadamu mwingine anavunja vidole tu kila wakati. Kwa nini afanye hivi? Wewe mtu kafanya hivi? Tuoneshe basi alomfanyia. Ndio kosa la mauaji, lazima kuwe na aliyeua na aliyeuawa. Tuoneshe waliouawa. Hatuwezi kuendesha mpira kwa fitna. Alafu the next day, hapo nyuma tuliona kuna mchezaji wetu kapigwa ngumi mechi ya Simba na Yanga, hakuweka. Tuliona kuna mchezaji wa Makolo karuka kama Bruce Lee Shaolin mechi ya Biashara, hakuweka. Mchezaji aliyekuwa yeye anamsimamia kama agent wake kaonyesha washabiki wa Yanga, hakuweka. Wewe unapata wapi akili ya kimatoko? Utakujibu tu sasa hivi, tutafyatua tu, hatuwezi kuacha ujinga. Jamani, mimi nimemaliza, na washukuru wana habari. Leo ni siku ya Jumaa. Nasema yaumul Jumaa, fasau ila dhikrillah wa dharul bay. Yaumul Jumaa. Kwa hiyo hakuna maswali. Asanteni na washukuru. Kama yapo mniulizeni. Jamani, shukran. Asante Haji. Bila shaka tumekwenda vizuri. Kwa hiyo jamani, mashabiki wa Yanga wamekwishaelewa. Kesho tunakwenda kukamilisha jambo letu pale. Sasa nataka Haji, kuna jambo moja. Mashabiki wa Yanga kesho wanapokuja, na nyinyi waandishi wa habari, tusaidiane kesho kwa pamoja. Kuna ujanja sema pasi zipigwa 15 ngapi, wengine wanabishana. Waandishi tusaidiane kesho pamoja na mashabiki. Haji atakuwa VIP B, mimi nitakuwa VIP A. Tusaidiane kuhesabu. Zikianza kupigwa kwa Ucho, kwa Fei, tuanze kuhesabu moja kwa pamoja, ili takwimu zitakazotoka Jumatatu kwenye redio zetu na uchambuzi wetu ziwe sahihi. Tusianze mmoja kahesabu nyingi, mmoja kahesabu chache, au sio? Kola mmoja ile tupige pasi milioni 8 pale atasema 7. Kwa hiyo kesho mtusaidie waandishi, tutakuwa tunahesabu kwa pamoja. Haji ataongoza mashabiki kuhesabu na mimi nitaongoza jopo ambao tutakuwa pale VIP. Ndio tunapokaga waandishi. Jamani, mimi nawashukuruni sana. Kuna swali?